Mwaka wa uchaguzi ni mwaka ambao kuwa kusema la ukweli ni mwaka wa maamuzi. Kwetu sisi kama chama tumeadhimia wanawake mjitokeze kwa wingi, pamoja na fursa ambazo kuwa wanawake wanakuwa nazo pembeni, kwa sababu kuna viti maalum hivyo ni kwa ajili ya wanawake. Lakini tunasema kipimo kikubwa cha mwanamke kama kweli sasa ameshajikomboa kiuchumi, kiutamaduni, kiitikadi, lakini pamoja na kielimu, ni kupambana na mwanamume katika kugombania haki. Hiyo ina maana ya kwamba wanawake kwa wingi tujitokeze katika hali hiyo. Sio jimbo wanawake tukiamua kukaa tu tukasema sasa ni wanawake tuna kifungu letu, inakuwa sasa hamujawa tayari katika zile siku mlizosema kama siku za wanawake duniani kujikomboa. Tulisema wanawake na wanaume sasa ni 50-50. Kama ni 50-50, hiyo tuifanyie kazi. Tukisema tuchukue portion ndogo, it means kwamba ile hatuifanyii kazi. Lakini nimefurahi sana kusikia hizi speech walizozisema viongozi hapa kwamba zote wamezilenga kwenu nyinyi wanawake. Wanawake ni watu ambao kuwa, kuna mmoja alisema hapa, baba akitoka, mtoto akirudi shule hana daftari, anamwambia mwanamke. Lakini watoto tunaoacha tukirudi tunauliza mama, washakula hawa? Kwa hiyo tunathamini sana mchango wa wanawake, kwamba wanawake ni watu muhimu sana katika taifa letu hili, na wanawake wanaweza katika nafasi nyingi za kiuongozi. Tusiangalie tu nafasi katika vyama, lakini tuangalie na nafasi katika serikali, na hizi katika serikali zinaanzia ngazi ya shehia. Tunapokuwa na sheha mwanamke, mimi naamini pale imani inakuwa ni kubwa. Mwanamke ni mzazi, mwanamke ana huruma. Lakini tukitoka pale tuangalie na nafasi ambazo kuwa zipo kwa wanawake. Kila nafasi ya kugombea, kuanzia kwenye vyama, kwenye taasisi, lakini kwenye serikali, lazima hizo wanawake tuhakikisha tunazichangamkia. Tusijichukulie wanawake ni watu wa vikoba. Ile vikoba sayari ishawaathiri wanawake vibaya mno. Kuna vikoba nasikia vinaitwa kausha damu. Tuachane na yale sasa. Imezungumzwa hapa mikopo, ile mikopo iko wazi. Ile mikopo iko wazi. Wanawake kwa pamoja wakijikushanya ile mikopo. Tena mnasema riba. Ile mikopo haina riba. Haina riba. Ile mikopo ni nyinyi tu ambao kwa mtakaa, ulichokikopa ndicho unachokirudisha. Kwa hiyo mimi nafikiri hizi fursa tuweze kuzitoa, tuweze kuwahamasisha na nyinyi mjue.